Bunge la wananchi kutoka kaunti ya Mombasa limejitokeza kumuunga mkono Rais William Ruto kwa kumteua mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya halmashauri ya bandari nchini KPA, Captain William Ruto, kwa muhula wa pili kuendelea kusimamia taasisi hiyo. Akizungumza mjini Mombasa, mwenyekiti wa bunge la mwananchi Makani Bias ametetea uongozi wa Captain William Ruto hasa katika mchakato wa ajira bandari uliokamilika wiki mbili zilizopita. Kwanza tungependa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto kumteua awamu ya pili MD Captain William Ruto kuongoza shughuli za halmashauri ya bandari ya Kenya. Na jambo la pili, tumekuwa na tetezi karibia wiki mbili zilizopita kutokana na zile nafasi za kazi zilizotangazwa katika halmashauri ya bandari ya Kenya. Na zile nafasi zilitangazwa kulingana na utaratibu wa kisheria na zilifuata sheria, because watu wote waliapply kulingana na utaratibu ambao uliowekwa kupitia kwa mtandao wa KPA. Na kumechipuka malalamishi kwamba MD Captain William Ruto alihusika pakubwa sana kuhakikisha kwamba utaratibu wa kuajiri watu katika KPA Mombasa au kuweza kutumika kwa njia ambayo inafaa. Kuna jamii zingine ziliachwa kando. Na sisi leo hapa kama bunge la wananchi tungependa kumuondolea ile lawama, kwa sababu MD wa Kenya Ports Authority yeye sio mwajiri. Kuna department ambayo inahusika na uajiri wa wafanyakazi katika bandari la Kenya. Na yeye hahusiki moja kwa moja katika kuajiri. Yeye kazi yake ni kuhakikisha kwamba shughuli za bandari zimefanyika kwa usawa, zimefanyika vilivyo. Amehakikisha kwamba bandari performance ya bandari na iko sawa sawa, up to standard. Haya yanajiri kufuatia baadhi ya watu kuandamana kupinga mchakato huo na kumtaka mkurugenzi mkuu kujiuzulu, wakidai kulikuwa na upendeleo wa kikabila katika ajira. Hata hivyo, bunge hilo lilimtetea mkurugenzi huyo likisema kuwa mchakato huo ulikuwa huru na wa haki na ulifuata taratibu zote za kisheria. Ni kwa nini KPA is a national resource? Mwenyezi Mungu ametupatia ufuo wa bahari 530 kilometers from Lamu mpaka Vanga. Lakini hiyo si port. Lamu wamekuwa na port sasa kwa sababu Kibaki amejenga. Na amejenga na pesa ya Wakenya wote. Kama ni mkopo tunalipa sote, kama ni ushuru ni wetu sote. Hapa kuna old port. Hapa Fort Jesus hapa. Inaitwa old kwa sababu Kilindini ilijengwa baadaye. Na ilijengwa na nani? Imejengwa na pesa na mikopo ya Wakenya wote. Na wanaposema KPA iko Nairobi, KPA iko Kisumu, KPA iko Lamu, KPA iko Shimoni, na hivi karibuni kutakuwa na KPA Malaba. So tujue kwamba ni taasisi ya Kenya yote na kila mtu ana nafasi ya kuajiriwa. Aidha, wameeleza wazi kuwa jukumu lao ni kuhudumia na kuelimisha jamii na hawaiwakilishi KPA. Hizo propaganda kwamba sisi tukijitokeza kwenye vyombo vya habari kuhamasisha wananchi ama sisi kutoa maoni yetu ni kwa ajili ya maslahi yetu, hiyo ni propaganda. Sisi hatuwezi kubaliana nayo, kwa sababu kila mtu, hata nyinyi vile mnafanya kazi yenu saa hizi, mnafanya kwa maslahi ama ni kazi yenu mnafanya kwa kujitolea kwa taaluma yenu. So sisi kama bunge la wananchi hatufanyi lolote kwa ajili ya maslahi. Sisi tunahamasisha wananchi. Tunatofautiana na wale watu ambao wana mislead majority Kenyans ambao hawaelewi utaratibu wa kuajiri watu katika taasisi za serikali, mojawapo kama KPA iliyofanyika hivi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bunge la wananchi tawi la Likoni Mohamed Kuchechera amesema kuwa katika muhula wa kwanza wa Captain William Ruto, idara mbalimbali ziliongozwa na watu kutoka makabila tofauti, ikiwa ni pamoja na idara za fedha na uhandisi. Captain Ruto huu ni muhula wake wa pili. Na yale ambayo ameyafanya pale, wacha nita demonstrate kidogo ili vyombo vya habari vijue kwa kitu gani kinaendelea popote. Twende kwa accounts department. Pale kuna financial controller, si kabila la Ruto. Twende kwa engineering. Kuna maengineer ambao ni wa hapa na ambao sio wa hapa, sio kabila la Ruto.
Sasa wale wanaoeneza ukabila hapa, sisi tunakataa, na hii ukabila ndio itaharibu hii nchi. Tunataka amani, sisi tunataka amani, tuwe na kabila moja tu linaloitwa Kenya basi. Hilo ndio kabila tunalitaka. Lakini performance ya Captain Ruto, watu makontina yao hupotea pale poti, wanaenda direct kwa Captain Ruto na kumwambia kontina yangu mimi sijui iko wapi, na Captain Ruto anafuatiliza paka inapatikana. Hizo ni achievement. Sasa tunataka mtu awajibike namna gani? Kama na hao vijana mainjinia hapo, wengine wanaenda Ulaya kwenda kuongeza ujuzi zaidi. Si familia ya Captain Ruto ama kabila lake. Kwa hivyo tunapinga sana ukabila na tutaulani zaidi na zaidi na zaidi, kwa sababu tunataka sisi hapa tuwe kitu kimoja. Kama mtu amezaliwa hapa na ametoka bara, si ni mtu wa hapa huyo? Afai kuajiriwa huyo? Kwani hiyo poti ya Naivasha si watu wa huku pia wako hapo? Kwa hivyo tunaomba wale wanaeleza ukabila, tuweke tofauti zetu mbali. Hii Kenya ni yetu na itabaki Kenya. Nikiripotia runinga Al Shifaa, mimi ni Hanifa Yusuf.